ni mwanaume Mkatoliki, uko kwenye jumuiya, uko kwenye familia, unapoona mwanaume mwenzako anakwenda nje ya utaratibu, ni wakati wa wewe kukaa naye, kusema naye, kumshauri, kumtia moyo arejee katika mstari, asonge mbele. Unapoona mwanaume mwenzako ndani ya familia, ndani ya jumuiya haendi vizuri, hebu jua sababu ni nini, sababu ni kitu gani, kutengeneza umoja huo. Mwanaume mwenzako anapoathirika katika masuala ya aina mbalimbali, ima ni ulevi, ima labda pengine uchumi wake umeyumba, ni wajibu wetu sisi kwa umoja wetu, kuanzia ngazi ya jumuiya, ngazi ya kanda, ngazi ya parokia, kumwangalia kwa jicho pevu, katika kumwangalia huko kwa lengo la kumsaidia. Na wakati huo ninapozungumzia kusaidiana, sio kusaidiana fedha tu, wakati mwingine kusaidiana hata kwa mawazo, kusaidiana kwa ushauri, apige hatua. Lakini sio hivyo tu, umoja huu unasadifiwa na uwajibikaji wetu sisi. Kwa vipi? Unaposhiriki katika makusanyiko mbalimbali ya kwenye jumuiya, mikusanyiko mbalimbali ya sala, kuna wanaume ambao wanapoangalia makusanyiko yale na wakaona makusanyiko haya wanaume wenzetu wapo, tena wenye hadhi kuliko chochote, wenye hadhi kuliko mimi, wanasema aha, kumbe hata kwenda kwenye jumuiya sio jambo la wanawake na watoto. Hapana, kwenda jumuiya ni jambo la wanaume wenzangu. Anatoka kwenye uvivu na yeye anajiunga na wenzake. Umoja huu uko hivyo.